Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Ni siku nyingine tena, ninamtukuza Mungu kwa ajili ya siku hii. Na siku ya leo tutakwenda kujifunza somo linalosema majaribu na namna ya kushinda. Majaribu na namna ya kushinda. Wapendwa wasikilizaji wangu na watazamaji ambao umeendelea kunifuatilia, hakuna mtu aliye hai anayekupa majaribu. Majaribu siku zote yanakuja kimya kimya, na wakati mwingine yakiwa na sura ya fursa, na wakati mwingine yakiwa na maumivu, au wakati mwingine haya majaribu yanaweza yakaja yamebeba maumivu, hofu na msukumo wa ndani. Majaribu hayakujii ili kukuangusha tu, bali yanakuja ili kupima na kuonesha ulipo na kukuandaa kwa hatua inayofuata. Hivyo ni muhimu kwamba ukielewa majaribu utayakimbia, bali utayasimamia, na ukijua namna ya kuyashinda utakuwa muhanga wa mazingira, bali utakuwa ni mshindi wa safari yako. Ndugu zangu, naweza nikasema kwamba jaribu ni hali au wazo au mazingira yanayokulazimisha kuchagua kati ya lililo sahihi na linalovutia kwa haraka. Na mara nyingi jaribu haliji likiwa baya waziwazi, huja likiwa na maneno mazuri, ahadi tamu au njia fupi. Ndani ya jaribu kuna swali kubwa moja, nalo swali ni hili: je, nani anaongoza maisha yako? Hisia zako au misingi yako? Majaribu yana uwezo wa kufunua tabia ya mtu. Ndani ya pressure, kile ulichoficha ndani huweza kujitokeza. Ndiyo maana majaribu ni kioo cha ndani cha moyo. Na yako majaribu ya aina mbalimbali. Mimi nimeweka kama majaribu kadhaa. Kwa mfano, kuna majaribu ya tamaa, yanahusisha fedha, nafasi, mahusiano. Yanashawishi mtu uache misingi yako kwa faida ya haraka. Lakini yako majaribu ya hofu, yanakutisha hadi uache kufanya lililo sahihi ili ujilinde. Lakini yako majaribu ya kiburi, yanakushawishi uamini kuwa wewe ni mkubwa kuliko kanuni au sheria. Lakini yako majaribu ya kukata tamaa, yanakuambia uache kujaribu kwa sababu mambo hayabadiliki. Lakini yako majaribu ya hasira na chuki, yanakusukuma kufanya maamuzi ukiwa umejaa maumivu. Na kila aina ya majaribu ina mlango wake wa ushindi, lakini kanuni ya kushinda ni ile ile: kusimama kwenye kweli ya Mungu, kusimama katika kweli. Wapendwa, kwa nini majaribu yanaruhusiwa? Usifikiri kwamba kila jaribu ni adhabu. Wakati mwingine jaribu ni darasa. Mungu haruhusu majaribu bila sababu. Jaribu linakuandaa kwa jukumu kubwa zaidi lililo mbele yako. Jaribu linakutoa kwenye imani ya maneno na kukupeleka kwenye imani ya vitendo. Jaribu linatenganisha waliokomaa na wanaocheza na maisha. Mtu asiyepitia majaribu baki mchanga hata kama ana miaka mingi katika wokovu. Hatari au changamoto au matokeo ya kushindwa majaribu. Mtu ambaye kila wakati anakuwa anashindwa majaribu, kushindwa majaribu kuna gharama. Wakati mwingine si kubwa mara moja, lakini kujilimbikiza. Jambo la kwanza ni uharibifu wa dhamiri, lakini pia kupoteza uaminifu kwa watu, lakini pia kujilaumu kimya kimya. 4 ni kufungwa kiroho na kihisia. Na jaribu moja likishinda leo, linapata ujasiri wa kurudi kesho likiwa kubwa zaidi. Hapa mwishoni niseme tu kwamba kuna namna mbalimbali za kuweza kuyashinda majaribu. Ya kwanza ni kutambua jaribu mapema.
likitambuliwa mapema linapoteza nguvu. Tatizo si jaribu, tatizo ni kulipa nafasi. Jifunze kusikiliza sauti ya Mungu ya ndani inayokuonya kabla hujafanya uamuzi. Lakini pia simama kwenye neno na misingi yake. Mtu asiye na msimamo huangushwa kirahisi, lakini unapojua ulichosimamia, majaribu hayana mahali pa kukushika. Msingi wako mkubwa uwe neno kuliko hisia zako. Lakini pia kataa mazingira yanayokupelekea kwenye jaribu. Si kila vita vinapiganwa, vingine vinakwepwa. Ukijua mahali panapokudhoofisha, ondoka. Huo si udhaifu bali ni hekima. Omba kabla ya jaribu halijawa kubwa. Maombi ya dharura mara nyingi huja baada ya kuanguka. Lakini omba kabla, si baada. Maombi yanakupa nguvu ya ndani ya kusema hapana, hata pale ambapo mwili unasema ndio. Tafuta msaada wa kiroho na kijamii. Hakuna bingwa wa maisha ya peke yake. Watu wanaokuombea, kukushauri na kukukumbusha misingi yako ni ngao yako wakati wa majaribu. Tafuta watu wao wanakuombea, tafuta watu mnafanya maombi pamoja. Lakini faida za kushinda majaribu ni kwamba unakuwa kiroho na kihisia, unapata amani ya ndani, unajiamini zaidi na unakuwa shuhuda kwa wengine. Lakini pia unajiandaa kwa baraka kubwa zaidi. Kila jaribu unaloshinda linakupa sauti ya kusema nimepita hapa na inawezekana. Hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, niseme tu kwamba majaribu hayataisha, lakini ushindi unawezekana. Usijiulize kwa nini unajaribiwa, jiulize unajifunza nini. Usione jaribu kama adui tu, bali kama daraja. Ukisimama imara leo, kesho utasimama juu zaidi. Kumbuka hili, haujaitiwa kushindwa, umeumbwa kushinda. Mimi ni mtumishi wako Awadi Mayemba, ambaye ninaamini kwa dhati kwamba mtu anayeshinda majaribu ni rahisi sana kushinda changamoto mbalimbali za maisha. Basi Mwenyezi Mungu akubariki sana na nikutakie wakati ulio mwema. Amina. Asante sana.